Mpenzi mtazamaji wetu wa Mzee Yakobo Sport, tuendelee kuangalia tetesi za soka zilizojiri barani Ulaya. Kwanza kabisa na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata update nyingi zaidi za kimichezo. Bonyeza neno lililoandikwa subscribe. Tuanze moja kwa moja na kule jijini Manchester, Uingereza. Klabu ya Manchester United chini ya kocha Ruben Amorim huenda akamzuia kiungo wakati wa Uingereza Kobbie Mainoo mwenye umri wa miaka 20 kuondoka katika klabu hiyo mwezi Januari, ingawa klabu ya Napoli inaendelea kuonyesha nia ya kumtaka kumsajili mchezaji huyo. Lakini pia tetesi zinasema pameibuka pia vilabu kama Chelsea, the Blues pamoja na Bayern Munich zinaongoza nia ya kutaka kumpata Kobbie Mainoo. Najaribu kufikiria endapo Chelsea wakimpata Kobbie Mainoo au Bayern Munich, namna Kobbie Mainoo atakavyowaka kwenye timu hizo. Hivyo basi kocha Ruben Amorim kwa kweli amekuwa na hali ya kusita kufanya uamuzi kama atamuuza Kobbie Mainoo au la. Kwingineko, vilabu vya Tottenham, Aston Villa pamoja na West Ham zinapigania vikumbo kuwania saini ya mshambuliaji wa Brentford na Brazil Igor Thiago mwenye umri wa miaka 24. Igor Thiago amekuwa ni mmoja wa washambuliaji ambao wanafanya vizuri sana kwa sasa katika tasnia ya ushambuliaji kwenye ligi ya Uingereza, na ndio maana vilabu hivyo vikubwa vimekuwa vikionyesha nia ya kumtaka Igor Thiago. Kwingineko, klabu ya Barcelona imepunguza kasi ya kumfukuzia mshambuliaji wa Serbia Dusan Vlahovic kutoka klabu ya Juventus, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 akitarajiwa kujiunga na klabu ya AC Milan ya huko Juventus, klabu ya AC Milan kutoka Juventus badala yake. Barcelona wamekuwa wakitafuta mshambuliaji namba 9. Hiyo ni mara baada ya mshambuliaji wao tegemezi Lucas Lewandowski kupungua kwa makali yake. Kwingineko, klabu ya Manchester City wako tayari kumuuza mshambuliaji wa Brazil Savinho mwenye umri wa miaka 21 na mlinzi wa pembeni na Uingereza Rico Lewis mwenye umri wa miaka 21 na kiungo wakati na Norway Oscar Bob mwenye umri wa miaka 22 mwezi Januari ili kufadhili dirisha la uhamisho wao. Football Insider wanaripoti kwamba Manchester City wako tayari kuwapunguza wachezaji wao ili waweze kuleta wachezaji wengine wazuri zaidi. Kwingineko, mlinzi wa Liverpool na Ufaransa Ibrahim Konaté mwenye umri wa miaka 26 ameibuka kama shabaha ya Paris Saint-Germain na Real Madrid kwa pamoja. Vigogo hao wawili ambaye mmoja ni kigogo wa kule Ufaransa na mwingine ni kigogo wa Hispania, wote wawili wanapambana ili kumpata Konaté ambaye paka sasa bado hajaonyesha nia ya kama ataongeza mkataba mpya na timu yake ya Liverpool au la. Kwingineko, klabu ya Real Madrid wanafikiria kuhamia kwa beki wa pembeni wa Ureno na Manchester United mwenye umri wa miaka 26 Diogo Dalot. Hiyo ni mara baada ya beki waliyemsajili kutoka Liverpool yule Alexander-Arnold pamoja na beki wao Cavajal wamekuwa mara kwa mara wanapata majeraha inayowafanya wasumbuke na eneo la pembeni la upande wa kulia, na ndio maana wanafikiria namna ya kumpata Diogo Dalot. Na kama unavyojua Diogo Dalot ana uwezo wa kukaa upande wa kulia au upande wa kushoto. Hivyo Real Madrid wakimpata mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 26 kutoka ile klabu ya Manchester United, inaweza ikawarahisishia kazi zaidi katika eneo lile la pembeni, na kwa sasa wamekuwa wakimtumia mchezaji ambaye ni Valverde kwenye kucheza lile eneo la pembeni. Taarifa yetu ya kimichezo tulionao siku ya leo ni juu ya mshambuliaji wa Tottenham Hotspur Brennan Johnson yuko kwenye orodha ya wachezaji wanaoweza kusajiliwa na klabu ya Crystal Palace mwezi Januari, huku Eagles wakimtaka mchezaji huyo wa kimataifa wa Wales mwenye umri wa miaka 24 kusaidia katika juhudi zao za kufuzu ligi ya mabingwa. Telegraph wanaripoti kwamba klabu hiyo ya Crystal Palace inamwangalia Johnson mara baada ya kusemekana kwamba wanataka kumuuza Mateta. Basi hizi ndio tetesi zilizojili za michezo tulizonazo siku ya leo, na kukaribisha sasa uweze kusubscribe channel yetu ya Mzee Yakobo Sport. Bonyeza hicho kitufe kilichoandikwa subscribe. Kama unatufuatilia upande wa Facebook au TikTok, hakikisha umeweza kufollow kurasa zetu ili uendelee kupata update nyingi zaidi za kimichezo. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.